Tuelekea kule nchini Myanmar. Tunafahamu janga ambalo liliwakumba wenzetu, ambapo serikali ya nchi hiyo imeripoti ongezeko jipya la vifo vya watu 2500 ambavyo vimetokana na tetemeko la ardhi lenye kipimo cha 7.7 lililoshuhudiwa hadi nchi jirani ya Thailand na kusababisha vifo vya watu 21. Na wakati juhudi za uokoaji zikiendelea katika kipindi cha saa 72 za kwanza baada ya tetemeko hilo kupita, wataalamu wa jiolojia wanaonya kuwa idadi huenda ikaongezeka hadi kufikia 10,000. Taarifa ya Medrat Daidas imesoma studioni na Harun Tambwe. Juhudi za uokoaji zinaendelea nchini Myanmar baada ya tetemeko la ardhi lenye kipimo cha 7.7 kuitikisa nchi hiyo. Zaidi ya watu 2,000 wamethibitishwa kupoteza maisha, huku wataalamu wa jiolojia wa Marekani wakionya kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka hadi kufikia watu 10,000. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa ombi la dharura la dola milioni 8 kusaidia juhudi za kukabiliana na athari za janga hili. Mashirika ya misaada yana moja ya matetemeko makubwa zaidi nchini Myanmar, likilinganishwa na lile la mwaka 2012 lenye kipimo cha 6.8 ambalo liliacha uharibifu mkubwa. Kwa upande mwingine, Marekani inakosolewa kwa kasi ndogo ya msaada wake wa dharura, hasa baada ya Rais Donald Trump kutangaza kulisambaratisha shirika la misaada la Marekani, USAID. Hatua hiyo imeibua maswali kuhusu uwezo wa Marekani kushughulikia majanga ya dharura ya kimataifa. Na katika muktadha wa kiimani, Waislamu waliopo katika eneo hilo walikusanyika katika msikiti ulioharibika kuswali swala ya Eid al-Fitri baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, licha ya changamoto zilizopo. Mashirika ya misaada na jumuiya za kimataifa zinaendelea kushinikiza msaada wa haraka ili kuokoa maisha ya maelfu ya waathirika wa janga hili. Harun Tambwe, Kasri la Kikeke, Crown Media. Asante sana Harun Tambwe kwa taarifa hiyo, na tupo na Samuel Mwambene ambaye ni mtaalamu wa sayansi na jiolojia, tukiangazia kutokea kwa majanga ya tetemeko la ardhi kama hivi. Karibu sana kwenye Kasri. Asante sana. Na moja kwa moja tu, ni kwa kiasi gani kunaweza kufanyika kwa utabiri pengine kama ambavyo inafanyika utabiri wa hali ya hewa? Tunaambiwa kwamba mvua kubwa itanyesha, sijui kutakuwepo na upepo mkali, ili jua kali, ili tuweze kujiandaa na majanga kama haya. Kiuhalisia vitu kama matetemeko ya ardhi ni moja ya vitu ambavyo ni vitu vigumu sana kuweza kuvipima kutokana na namna ambavyo yanakuwa yanatokea, kwa sababu tetemeko la ardhi linakuwa linatokea chini kuja juu. Lakini kuna baadhi ya teknolojia ambazo zinakuwa zinawawezesha watu kuweza kujua in advance kwamba pengine lini tetemeko la ardhi linaweza likatokea. Kuna vipimo maalum ambavyo vinaitwa seismometers, ambazo hizo seismometers zinakuwa zinatumika kuweza kupima kiwango cha matetemeko ambacho kinakuwa kinatokea chini ya ardhi. Lakini pia siku hizi kutokana na maendeleo ya science and technology tunaweza pia tukaweza kupata baadhi ya idea kutokana na data ambazo zinakuwa zinatoka kwenye satellite, especially kwenye GPS signals zinaweza zikajaribu kuangalia mabadiliko ya surface ya dunia na ikaweza kuelezea kwamba kutokana na haya mabadiliko ya jinsi dunia ilivyo, kuna possibility pengine tetemeko litatokea sehemu fulani. Lakini pia wanajiolojia duniani wameweza kuweka vitu kama kuna network ya vipimo vya seismometers. Kwa hiyo unakuta network ziko sehemu tofauti ambazo zinakuwa zina rekodi seismic activities ambazo zinakuwa zinaendelea chini ya ardhi. Kwa data zinazokuwa zinatoka kwenye hizo seismic centers zinaweza zikatumika kutoa baadhi ya ya early warning kwamba tetemeko linaweza likatokea. Lakini kuna njia za asili. Njia za asili ni wanyama. Unajua wanyama wanaweza kutumika kutoa kama utabiri kuna jambo fulani linakuja. Kuna wanyama ambao wanakaa deep underground. Kwa hiyo inavyotokea hizo seismic activity au mitetemo midogo, unaweza ukaona movement za wanyama, baadhi ya wanyama, ambao ikakuashiria kwamba
kuna kitu ambacho pengine kinaweza kikatokea, lakini kiuhalisia ni ngumu sana kutabiri kwa sababu ni matukio ambayo yanatokea mara chache sana, lakini pia hata signal za hizo seismic activity muda mwingi zinakuwa ni ziko weak. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuziignore. Unaposema ni ngumu kutabiri, na hii ni 2025 Sara, tuna watu wanakaa angani huko. Tumeona juzi ndio wamefanikiwa kurudi. Natamani niulize sasa, kazi yao ni nini? Wanakaa angani, sio wanakaa angani kutizamia namna dunia yetu inaendaje, si ndio? Kama tunaweza kuiona mvua, tunaweza kuona kimbunga ambacho sometimes hakina madhara. Kwa nini tunashindwa kuona? Maybe hatutaona 7.7 ukubwa wa tetemeko, lakini kama ulivyosema dunia yetu iko kwenye hali ya kubadilika. Sahihi kabisa. Kwani tunashindwa kuona hizo taarifa zikatolewa mapema? Kwa sababu tukiweka miaka 10 ukiangalia matukio mbalimbali ya matetemeko yamekuwa ni hata watu hawajapewa taarifa. Idadi ni kubwa sana. Naamini kama ulivyosema huwa taarifa zinatakiwa zitolewe mapema. Pengine tungekuwa Tanzania tulikupata tetemeko miaka kadhaa iliyopita Kagera, tukapoteza pia watu wengi. Kama tunaweza kuambiwa tujikinge na mvua, mafuriko, kuna uwezekano wa mafuriko, kaeni sehemu. Kwa nini hakuna hizi taarifa rasmi hata kama haitatokea ili watu wakapata ile elimu mapema kujikinga? Tatizo linakuwa ni wapi? Kwanza kabisa ugumu wa kuweza kutabiri matetemeko ya ardhi inategemeana na namna ambavyo matetemeko yenyewe yanatokea. Mara nyingi sana matetemeko yanakuwa dunia jinsi ilivyotengenezwa, kuna vitu vinaitwa tectonic plates kwa lugha ya kitaalamu, lakini tupe darasa. Kwa lugha nyepesi tunaziita ni kama sahani. Ukisema sahani inakuwa ni nyepesi zaidi kwa sababu dunia ina matabaka tofauti kwa ndani. Kwa ndani. Sasa kuna tabaka la ndani kabisa, la katikati na la nje. Sasa hili la nje halijaungana kutengeneza ile duara lake. Kwa hiyo inachotokea ni kwamba hizi sahani zimeungana lakini hazijaungana, kwa maana kwamba kuna mpaka baina ya sahani moja na sahani nyingine. Kwa hiyo sehemu ya nje ya dunia kuna hiyo sahani zimeungana papa. Sasa kwenye zile sahani, kati ya sahani moja na sahani nyingine kuna mpaka, ambapo ule mpaka ndio unatengeneza kitu kinaitwa fault line. Sasa ugumu unakuja wapi? Sisi tunaweza tukajua maeneo ambayo yako vulnerable kwa tetemeko la ardhi kutokea, especially kwa hizo sehemu ambazo sahani ambazo zinatengeneza uso wa dunia zinakutana. Kwa hiyo to begin with tuna general idea kwamba baadhi ya maeneo fulani ambapo kuna mipaka au kuna ambazo sahani zinakutana zipo. Lakini ugumu mwingine ni kutokana na namna ambavyo process inatokea. Inapokuwepo sahani moja na sahani nyingine, ikatokea zile sahani zikaanza kumove, ndo zinaweza zikapelekea tetemeko la dunia. Sasa dunia jinsi ilivyo yenyewe inakuwa kwanza inazunguka kwenye muhimili wake, lakini pia kwenye katikati ya dunia kuna kitu kinaitwa manto, ambapo chenyewe pia kuna uji wa moto upo kule. Kwa hiyo kuna mchemko unaendelea. Umeona? Sasa unakuta ule mchemko unatengeneza vitu tunaita convectional current, au ni sasa maji yanavyochemka yanakuwa napanda na kushuka, napanda kushuka. Hiyo inatokea katikati ya dunia kutokana na joto kuwa kubwa. Content zake zipo katika muundo wa kama maji mazito ambayo yanazunguka. Sasa yanapokuwa yanazunguka yanapelekea ule mtikisiko uweze kufika kwenye sahani za juu huko. Sasa hizi sahani za juu zinajikuta zinatamani kumove. Umeona? Zinatamani kumove either katika direction either kwenda against each other au kwenda away from each other au namna yote. Sasa kwenye zile fault line yani ni ngumu sana kujua ni kwa muda gani zile sahani zitaweza kumove. Kwa hiyo inawezekana muda wote zikawa zinataka kumove, lakini kutokana na uwepo wa friction ikawa inazizuia zisiweze kumove. Kwa lugha nyepesi lakini ya kitaalamu, tetemeko la ardhi ni nini? Endelea. Tetemeko la ardhi ni kitendo cha sehemu ya juu ya dunia kuweza kutetemeka. Kwa wepesi zaidi kusema kutetemeka, inayokuwa inasababishwa na yani kutembea kwa sahani ambazo zinatengeneza sehemu ya juu ya dunia. Kwa mfano tukitumia mfano wa tetemeko lilotokea Myanmar ndio tunaweza tukaelewa kirahisi zaidi. Kwa mfano pale Myanmar kuna sahani mbili. Kuna sahani inaitwa sahani ya India. Alafu kuna sahani nyingine inaitwa sahani ya Eurasia. Sasa zinapokutana zile sahani, manake pale kuna mpaka.
Kwa zile sahani zinakuwa zinataka, jinsi tetemeko la Myanmar lilivyotokea ni kwamba sahani moja ilikuwa inasogea kuelekea kaskazini juu. Kwa sahani ya upande wa Eurasia ilivyokuwa inajaribu kuelekea juu, manake hii ya India plate inajaribu kurudi nyuma. Sasa kwenye ule mstari ambao sahani mbili zinakutana, kuna muda fulani inafika kutokana na ile nguvu kuwa kubwa ya kutaka kusuguana. Sasa inavyotokea ile nguvu ya kuzizuia zisitembee ikishindwa, sasa maana yake pale zina move. Kwa zikimove zinaachilia energy kubwa sana. Sasa ile nishati inayokuwa inaachiliwa inakuwa inaachiliwa katika mfumo wa mawimbi. Sasa yale mawimbi ndio tulikuwa tunasema seismic. Kwa yale mawimbi ndio yanakuwa yanaitwa seismic wave. Kwa unakuta kwamba kuna point ambapo ndo yanaanza yale mawimbi yanaanzia kutembea au kupropagate kwa lugha nyepesi zaidi. Ile point inakuwa inaitwa focus. Kwa unakuta kwanza kuanzia ile point ambayo mawimbi yanaanza kutoka, yanavyokuwa yanatoka ndo tetemeko linatokea. Au mfano mwepesi kabisa tuchukulie maji. Maji ndo rahisi zaidi. Kwa mfano maji yakiwa yametulia, sawa? Alafu ukarusha jiwe. Lile jiwe utakavolirusha manake litakuwa lina nishati ya mwendo, lakini pia itakuwa na nishati kutokana na nafasi iliyokuwa nayo. Ikitumbukia kwenye maji yaliyotulia, yale maji yatatengeneza mawimbi. Umeona? Sasa katika hii kesi tuchukulie maji kama sahani kubwa mbili za ardhi. Umeona? Sasa zile sahani zikitibuliwa, umeona, zinaachilia nishati kubwa sana, ambapo ile nishati inavyokuwa inatembea. Sasa nishati inaweza katembea kama mawimbi. Umeona? Sasa inavyokuwa inatembea kupitia media, manake inakuwa inaifanya ile media isogee mbele na kurudi nyuma. Chukulia kama mawimbi ya maji. Mawimbi ya maji yanakuwa hayatembei. Ila maji yanapanda na kushuka, napanda na kushuka. Yaani ile energy inavyopita inasababisha disturbance ambayo inafanya maji yapande na kushuka. Sasa disturbance kama ile ikitokea kwenye ardhi, kwa hiyo sehemu ya juu ya dunia inajikuta inatengeneza kitu kama mawimbi, ambao sasa ile kupanda na kushuka ndio tunakuwa tuna experience kitu ambacho kinaitwa tetemeko. Kwa sababu itakapokuwa inapanda na kushuka. Sara uliambiwa soma. Wewe unaongea vitu vigumu kama hivi. Umeona sasa unafikiri tuko tunajua ni dunia ndio inazunguka kumbe hata kuna sahani. Nje ya dunia kuna sahani. Kumbe dunia na yenyewe inazunguka kwenye mzunguko. Kimsingi dunia inazunguka kwenye kwa kuna movement nyingi kwenye dunia, si ndio? Ndio kama hizo zikikutana zinasababisha vitu kama hivyo. Yani kwamba kiusahihi zaidi ni kwamba ni kitu gani kinasababisha hizo disturbance. Mzunguko wa dunia kwenye muhimili wake ambao unatuwezesha kuwa na usiku na mchana unaweza ukapelekea disturbance. Lakini zaidi kama nilivyosema kwenye center ya dunia kuna kuna joto kubwa sana na pressure kubwa sana. Kwa hiyo unakuta content za mle zipo katika hali fulani kama kimiminika. Kutokana na ile joto na ile kuchemsha inatengeneza convection current. Kwa ile nishati yake inaweza ikatoka kwenye media moja kwenda kwenye media nyingine. Sasa inapokuwa ile mitetemeko inasafiri, inakuwa inapelekea sasa hadi kwenye hizi sahani za huku juu ziweze kuexperience. Sasa itatafuta sehemu, ule mtetemeko utatafuta sehemu ya kutokea. Ndio unatafuta sasa ile mistari ambayo tunaita fault line. Kwa mfano kwa hii kesi ya Myanmar, unapokutana Indian plate na Eurasia plate, kuna mstari pale katikati. Kwa itatafuta ule disturbance itatafuta sehemu ya kutokea. Ndio ikipata hicho kifoti kidogo inapelekea sasa kuweza kuexperience. Samuel, kitaalam zaidi kwa kuwa wewe ndio umebobea hapa, ni rahisi kufahamu kwamba ni kanda zipi duniani zinaweza kukabiliwa na masuala ya tetemeko ya ardhi zaidi ya sehemu nyingine? Ni rahisi sana. Kama nilivyosema kwamba cha kwanza ukishajua sahani zinazotengeneza sehemu ya nje ziko wapi na wapi. Kwa mfano kuna sahani zaidi ya 7. Kwa mfano kama kuna sahani ya Pacific, kuna sahani ya India, kuna sahani ya Australia, kuna sahani ya Eurasia. Kwenye zile sahani ni kubwa sana. Kwa sasa maeneo ambapo zile sahani zinakuwa zinakutana,
Umeona, ndio inakopo ni vulnerable sana kwa ajili ya tetemeko kama hilo kutokea, kama huko sana sana maeneo ya Pacific. Ndio maana utasikia sana matetemeko mengi yanatokea sehemu kama Japani, zile nchi za kule, kwa sababu zinakopo ni sehemu ambapo sahani mbili zinakuwa zimekutana. Lakini pia kwa hapa Tanzania kuna ukanda ambao bonde la Ufa linakuwa limepita. Umeona? Sasa bonde la Ufa linapokuwa limepita pia inakuwa ni pointi ambapo kuna mpasuko fulani, tuite mpasuko kwa lugha nyepesi. Sasa zile sehemu kama sehemu kama za ziwa Tanganyika, huko kanda ya ziwa Tanganyika huko, kwa mfano kama Bukoba kule tulisikia tetemeko litokea. Kwa unakuta kuna hizo kama nyufa ndio neno zuri zaidi ya. Kwa mfano sehemu kama za Dodoma pia kuna kama bonde la Ufa limepita kule maeneo ya Lake Rukwa kule. Kwa hiyo ni baadhi ya sehemu ambazo zinakuwa na hizo nyufa nyufa kwenye sehemu ya juu ya dunia ambazo ndo zinafanya hiyo kitu kama tetemeko kiasi kutoka. Na kuna uwezo wa tetemeko kutokea na baada ya muda kutokea tena sehemu hiyo. Iwaga inatokea kwa sababu tetemeko kwamba ile sehemu ya nje ya dunia hizo sahani mbili zikiwa katika hali ya kutaka move, sawa, kuna mgandamizo mkubwa sana ambao unakuwa unazuia na friction force, yani na ile force inayokinza mwendo. Kwa mfano ili utembee lazima uende kinyume na sehemu unayoikanyaga ili uweze kwenda mbele. Ndio maana kwa mfano kama ukiona gari kiingia kwenye tope inakuwa haiendi kwa sababu kunakuwa hakuna ile friction force. Mbona sasa inapotokea zile sahani zimekuwa na mgandamizo mkubwa kuliko ile friction force, inakuwa inapelekea sasa tetemeko liweze kutokea. Umeona? Kwa sasa unakuta tetemeko likishatokea kama hivyo inakuwa ni rahisi sana kuweza kudictate kutokana na eneo ambalo linakuwa limetokea. Sisi ni wahanga wa tetemeko kama tunavyokumbushana hapa. Sorry kidogo. Aliniuliza kuhusiana na kwamba ni sawa. Unaweza kuhusu inaweza katokea baada ya tetemeko kutokea. Kwa sasa kwenye ile point ambayo stress imekuwa kubwa sana, imeweza kuishinda friction force ambayo inazuia zile sahani zisitembee. Ile pointi ikishaachiria ile nguvu, tumesema kwamba nishati inavyokuwa inasafirishwa kwa njia ya mawimbi, ile media inakuwa haitembei, lakini inakuwa inapanda na kushuka, inatengeneza muundo kama wa mawimbi. Umeona? Sasa ikitokea lile tukio, ile tunaita main shockwaves. Umeona? Maana yake ndio sehemu ambapo nishati imeachiliwa iliyofanya sehemu ya ardhi isogee mbele na isogee kutoka kwenye point fulani. Sasa ndio maana ukiangalia kwa mfano kwa Myanmar, ile unaambiwa hii tetemeko la ardhi liko na magnitude ya 7.7. Umeona? Sasa kuna nyingine inaitwa aftershocks, kwamba ndio hiyo unayouliza wewe, kwamba inaweza ikatokea tena nyingine. Kwa nini? Kwa sababu kama sehemu ya ardhi, sehemu ya juu ya dunia imeshasogezwa mbele, itataka sasa irudi ili kutengeneza equilibrium, kwamba nishati imetengeneza disturbance, kwamba kitu kilikopo kimekaa point moja kimesogezwa mbele. Sawa? Lakini sasa ili iwe mawimbi inabidi kiende, yani kiende kirudi kama jinsi mawimbi ya maji ambapo yanavyofanya yanaenda na rudi. Sasa kwa kwenye matetemeko ya ardhi itatokea ile ya kwanza ambayo itakuwa imesogeza plate kwenda katika sehemu ambayo haitakiwi kwenda kwa sababu ya ile energy iliyokuwa released. Lakini sasa baada ya muda itabidi irudi ilipotoka. Ndio hiyo inaitwa aftershock. Ndio maana kwenye kesi ya Myanmar mlisikia kwamba main shockwaves ilikuwa na magnitude ya 7.7, lakini ile ya pili ikawa na 6.4. Swali langu lilikuwa ni kuhusiana na ni namna gani watu wanaweza kujiandaa kujizuia, kwa sababu kama unaelekeza hivyo kwamba hivi vitu kama vipo kwenye na Amini umetuelekeza ni kuhusiana na mabonde ya Ufa, na Sara ameuliza kama kuna uwezekano wa kujirudia. Sisi Septemba 10, 2016 Tanzania tulipatwa na tetemeko upande wa Kagera. Maafa yalikuwa makubwa, tulipoteza ndugu zetu. Tunawezaje kujiandaa? Yani wananchi wanafanyaje kujiokoa na majanga haya? Sawa, litatokea, liko nje ya uwezo wetu, lakini tujiandaeje vipi kisaikolojia? Ni swali zuri. Kwanza kabisa kitu ambacho ni cha muhimu sana
kwenye kujiandaa na tetemeko inategemeana na hali ambayo unataka kujiandaa. Kuna kabla tetemeko, baada ya tetemeko. Kabla ndo muhimu. Tudili na kabla. Okay. Kabla kabisa ni kwanza kuweza kutambua maeneo ambayo yana seismic activity kubwa au maeneo ambayo kuna hizo nyufa kwenye surface ya dunia. Sasa yale maeneo ambayo yanakuwa yana nyufa, inakuwa ni rahisi kujua kuna uwezekano jambo fulani linaweza likatokea. Kwa kitu kikubwa ambacho kinaweza kufanyika pale, manake wataalamu, sawa, manake kwamba kama kuna project zinafanyika pale, kama yanajengwa madaraja au inafanyika development ya aina yoyote katika eneo lile, lazima ifanywe kwa kuzingatia uwepo wa hizo seismic activities. Kwa maana kwamba kwa mfano kama ukiangalia hata Myanmar jinsi ilivyokuwa, kuna baadhi ya magorofa yamedondoka kabisa completely, lakini kuna magorofa mengine hajadondoka. Unaweza kujiuliza kwamba imekuwaje ile gorofa lingine limedondoka ile halijadondoka. Kwa hiyo unakuta ile project ambayo ilifanyika kwa kuzingatia seismic activities, kwa maana kwamba waliweza kujua kwamba kwa sababu hapa kuna movement zinatokea kwa sababu ya uwepo wa hizo nyufa, tayari tutajenga jengo ambalo hata ikitokea movement basi iweze kuhimili mitikisiko ya design hiyo. Kwa jambo la kwanza kwa wananchi ni kwamba kuwa na uelewa wa maeneo wanayokaa, kwamba je, mimi ile eneo nalokaa ni eneo la kawaida au ni eneo ambalo limepitiwa na nyufa. Kwa hata kama utajenga nyumba yako, basi utajenga kwa kuzingatia hivyo viwango vikubwa. So nakumbuka hiyo 2016 nikiwa shuleni Arusha kule, tulishangaa meza ilikuwa inasogea yenyewe na madawati yanasogea yenyewe. Lakini mwisho wa siku pakatulia. Baadaye tukaja tukaambiwa kwamba ni tetemeko limepita. Sasa hilo ni tetemeko la aina gani? Yaani hakukuwa na mtikisiko wowote wa ardhi, lakini vitu vilikuwa vimesogea na wewe mwilini kuna namna unajisikia kama. Okay, nikuulize swali. Umeshawahi kuogelea baharini? Wewe umeshaogelea? Nimewahi kudumbukia. Ushakudumbukia? Yaani nilikuwemo baharini. Ushakuwepo baharini. Sasa kwa mfano kama ushakwenda hata kwa yeye ambao ushakuwepo baharini. Koko hapo. Sasa ukiwa baharini, wimbi likipita, unahisi kama umeinuliwa alafu umeshuka. Ila hauendi mbele wala haurudi nyuma. Umeona? Ni kama hisia. Ni kama hisia fulani hivi. Sasa jinsi ambavyo tetemeko linatokea ni kwamba inategemeana na ile ardhi inaenda mbele na kurudi nyuma kwa uelekeo upi. Umeona? Inaweza kaenda mbele na kurudi nyuma, tunasema horizontally. Yaani horizontally maana yake ni kwamba inakuwa ni kwenye surface. Hapo jamani, kule familia yetu ya YouTube, habari zenu, wanasema kasri la kikeke ni hatari sana jamani. Wanamuuliza Imani yuko wapi? Jamani, ni sikukuu na sisi tuna tabia kuhakikisha kila mmoja wetu anaonja hiyo likizo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Imani mtampata pale kesho. Okay, hizi ni kutoka DRC, jimbo la Katanga. Imani nafikiri anatazama na salamu zake zimefika. Huyo ni Wilson Kasimu. Okay, Felisi Mshana anasema dada DJ kula mkono. Umetisha sana. Tunaambiwa Sara na Ruki, kama haukusoma kombi ya PGM advance uwezi elewa, maana inabidi uchimbe deep sana. Hiyo earthquake ni jiografia ya hali ya juu sana. All in all, nimeelewa vizuri sana. Mpeni maua yake mgeni wetu hapo studio. Sam, pokea hiyo. Huyo alikuwa Masuke Sekile, lakini PM Brand 211 anasema hii physical geographical ya advanced level. Alikuwa anasinzia, saizi anajuta, wacha apambane na IT. Haya, eti naambiwa the earth is revolver. Mungu Baba, Kiingereza sio kakiachia wapi. Sawa, ila naamini anamaanisha the earth is revolving around the sun. Si ndio? Kwa hiyo dunia inajizungusha yenyewe kwenye muhimili wake. Physiogeographic. Tena taratibu jamani, msichanganye vitu. Lakini kuna mwingine anasema mambo ya Isaac Newton nayo kasikia friction, si ndio? Ni physics actually. Anasema geologist wetu apewe maua ya kutosha, tunaelewa vizuri. Asanteni sana kasri la kikeke. Samuel, tunaendelea kuhabarisha watu na tunashukuru kwa hizi feedback, kwa hiyo tunajua tuendelee wapi. Kuna kitu ameuliza Sara, amesema akiwa shule
the same year by the way 2016 ambayo Kagera tetemeko lilikuwa kubwa. Ngoja twende wakati tunasubiri Matias atukumbushe ukubwa ile tetemeko na hili alilosikia Sara akiwa Arusha darasani ambapo kule tulipoteza ndugu, makazi, hata tena nakumbuka zile picha hata ardhi ilipasuka baadhi ya sehemu kule kwa Kagera. Sara yeye anasema meza tu ilisogea fie, kuna namna tu alijisikia. Ni nini kinasababisha? Kwa sababu kila tukipata hizi ripoti za matetemeko kuna namba huwa tunazisikia. Kama hapa Myanmar ni 7.7. Ni nini huwa tunasikia? Yani okay. I mean maana ya zile namba ni nini? Na tofauti sasa ya Sara aliyesikia tu vitu na Kagera ambapo nyumba ziliporomoka ni nini? Hem, tupe hii elimu vizuri. Okay. Kuna namna ambayo wataalam duniani wameiweka ya kuweza kupima ukubwa wa tetemeko la ardhi. Okay. Sasa namba ya tetemeko la ardhi ndio inakuwa ina utofautiano wa ukubwa wa tetemeko la ardhi ndio unakuwa unapelekea kuwa na matokeo tofauti. Kwa mfano kwa tetemeko ambalo linakuwa lina namba kubwa, manake hiyo tutaona uharibifu mkubwa zaidi ukilinganisha na tetemeko ambalo linakuwa na namba ndogo. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa ukiangalia kwa mfano kuna vitu vingine, kuna kitu kingine ambacho kinaweza kapelekea tetemeko litofautiane sehemu na sehemu. Kwa sababu tumesema kwamba tetemeko ni sehemu ya juu ya uso wa dunia inakuwa inatetemeka au inaenda mbele na kurudi nyuma kutokana na nishati inavyokuwa inapita kwenye ile sehemu ya juu. Sasa inakuwa kuna vitu vinakuwa viwili vinategemea. Kwanza ni kiwango cha nishati chenyewe kilichosababisha mtetemeko, lakini pia inategemeana na umbali baina ya point ambayo tetemeko limeanzia kule chini na huku juu ambako linajitokeza. Kwa sababu dunia ni duara, sawa? Na zile sahani kama tulivyosema zinakuwa na mpaka baina ya sahani moja na sahani nyingine. Sasa inavyotokea sahani zinakuwa zinasuguana, kuna ile point ambayo kuna mkusanyiko, kunakuwa na kwa lugha ya kitaalamu tunaita stress, umeona, au nguvu kubwa ya mgandamizo. Kwa mfano tuashumu sahani mbili zinakuwa zinasukumana, sawa? Sasa zinapokuwa zinasukumana pale inaposukumana kunakuwa na mgandamizo mkubwa. Sasa ikatokea sasa ile nguvu ikawa ni kubwa kuliko nguvu ya friction ambayo inashikeza sahani, maana ile nguvu itaachiliwa. Ile nguvu ikiachiliwa itabidi itembee kupitia media. Sasa ikitembea kupitia ile sahani ambayo kimsingi ni miamba, itafanya itokee movement. Sasa kuna ile point ya ndani kule chini ambayo inaitwa focus. Sasa ile point ya focus ndio point ambayo mawimbi yanayopelekea matetemeko ya ardhi ndio linaanzia. Lakini huku juu kwenye uso wa dunia kuna kitu kinaitwa epicenter. Kwa mfano ukiangalia kwa mfano pale Myanmar, sawa? Kwenye ule mji wa Mandalay, kwenye ile point ambayo ule mtetemeko unatoka tunaita ni epicenter. Kosa umbali baina ya epicenter na focus na point ambako mawimbi yameanzia chini ya ardhi ikiwa ni kubwa sana. Kwa mfano hii ya Myanmar, kutoka chini ambako tetemeko limeanzia mpaka juu kulikopo kuna umbali wa kilomita 10. Kwa maana kwamba kwa mfano kama tetemeko likitokea kilomita nyingi zaidi kwenda chini, huku juu unaweza usilisikie. Kwa hiyo inategemeana na hiyo, lakini pia na ukubwa wa kiwango ambacho tetemeko linakuwa limetokea. Labda tukumbushane tu tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2016 Tanzania ili experience tetemeko kubwa ambalo lileta maafa makubwa, na kama anavyozungumza mtaalam, kipimo cha tetemeko kwa lile la Kagera ilikuwa ni 5.7 kulingana na vipimo vya Richter, ambapo ilikumba eneo la Ziwa Tanganyika. Na wanasema tetemeko lilikuwa lina takriban kilomita 40 kutoka chini ya uso wa ardhi. Okay. Na hapo cha kuongezea ni kwamba kipimo ambacho kinatumika kuelezea ukubwa wa tetemeko la ardhi waga ni ndio hicho Richter, lakini kimsingi
kwa lugha ya kihesabu waga tunasema ni kipimo ambacho kipo katika logarithmic scale. Kwa mfano tukikumbuka tulivyokuwa shule zamani tuko tunafundishwa kwenye ramani kuna kitu kinaitwa scale. Yes. Unapima kiuzi kwamba unaambiwa hapa ikiwa sentimita 1 basi kwenye uhalisia huku ni labda kilomita 1000 ukiwa na ile atlas. Kwa hata pia kipimo cha tetemeko cha ardhi kipo katika logarithmic scale, kwa maana kwamba namba ambayo unakuwa unaiona inakuwa ni kiwakilishi cha namba kubwa zaidi. Na ile na hiyo namba inakuwa inawakilisha kiwango cha nishati ambacho kinakuwa kinaachiliwa na tetemeko moja. Sawa, hakuna namna ya kudhibiti kabisa hali ya tetemeko ambayo imekuwa ikitokea duniani. Hapana. Hakuna namna ambayo unaweza ukadhibiti. Ila tu kuna hatua ambazo unaweza ukazichukua kutokana na siku hizi ndio kama hivyo tulivyosema kuna early warning systems ambazo zinaweza zikakupa glimpse kwamba inawezekana tetemeko likatokea sehemu fulani, na ukishakuwa na ufahamu sahihi wa zile sehemu zenye nyufa basi itafanyika miradi inayoendana na vitu kama hivi. Kwa hiyo kwa mfano tunaweza tukatoa rai pia kwa serikali ya Tanzania kuweza kujaribu kuyaangalia vizuri maeneo ambayo yana nyufa zimepitia na miradi inayotekelezwa kule iwe inaendana na eneo sika. Amina, naomba nifahamishwe kuna uhusiano gani? Swali la mwisho. Yes, kuna uhusiano gani kati ya tetemeko na visiwa? Maeneo ya visiwani, kwa mfano kisiwa cha Haiti kimeshawahi kukumbwa na tetemeko kubwa sana. Kuna mahusiano gani? Mahusiano yapo kwenye kitu tunaita tsunami. Sawa? Kwa sababu hizi sahani ambazo unazizungumzia, sahani ambazo unaendelea kuzizungumzia, hizi sahani zimepita maeneo tofauti tofauti. Kuna sahani ambazo pia zimefunikwa na bahari. Unajua hata hii sehemu ambapo bahari inakuwa inakaa chini yake pia kuna ardhi, umeona, na kuna sahani pia, na pia kuna hizo fault line. Kwa kuna baadhi ya visiwa ambavyo wenyewe vipo katika hizo sehemu ambazo zimepasuka. Na kwa nini visiwa vinakopo vulnerable sana? Ni kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo dunia ilitokea kutokana na kupasuka kwa sehemu kubwa yani kulikuwa kuna kitu kimoja kama tumesoma jiografia inaitwa Pangea, ikaanza kupasuka taratibu. Kwa unavyoona sehemu moja na nyingine imetenganishwa na maji, basi ujue chini kuna na sahani mbili ambazo ziko pale zikitenganisha sehemu moja na sehemu nyingine. Ndio maana sasa unakuta visiwa vingi kuna hizo nyufa za aina nyingi sana. Kwa sasa unakuta kwamba tetemeko likitokea chini ya ardhi inakuwa na combination ya vitu viwili, kwamba ule mtetemeko pia unakuwa unasababisha kitu kinaitwa tsunami. Kwa ndio maana inakuwa ni mbaya zaidi kwenye visiwa. Haya, kule YouTube wanasema asante sana kwa somo kubwa sana, wanakuita mwalimu wa jiografia. Alafu Salmon anasema nimegundua nilikuwa simpendi mwalimu wa jiografia, ndio maana saizi hata sielewi. Na huyu nile naye saizi wa lecture ananichanganya. Mimi namkumbuka mwalimu wangu wa jiografia jamani, Teacher Evans. Najua unatazama na unasikiliza, amebadilisha professional, siku hizi ni banker, lakini nimeelewa jiografia. Asante. Mimi sikuielewa. Haya, ndio maana ilihama meza ya kutikisika. Crown Media. Hapa ni nyumbani.